Picha linaanza, mwamba ananunua malaya, anamkuta bikra, yani hajawahi kabisa. Siri gani iliyojificha nyuma ya pazia? Na jamaa baada ya kugundua hilo alilia usiku kucha. Kabla sijaendelea, kumbuka kusubscribe ili kuwa mwanafamilia yetu. Ni usiku mmoja wa mvua kubwa. Mfanyabiashara kijana anayeitwa Danieli alifika katika mji ambao hakuwahi kufika hapo awali. Alikuwa amechoka baada ya safari ndefu. Akiwa amekaa kwenye mgahawa mdogo, alisikia watu wakizungumza kuhusu msichana mmoja aliyekuwa akifanya biashara ya kujiuza. Kwa sababu ya upweke na ushawishi wa marafiki aliokutana nao, Danieli aliamua kumtafuta msichana huyo. Alipoelekezwa mahali alipokuwa akiishi, alikuta nyumba ya kawaida sana. Alishangaa kuona mazingira safi na tulivu, tofauti na alivyotarajia. Msichana huyo aliitwa Neema. Alimkaribisha kwa heshima kubwa, akampa maji ya kunywa na kumwonyesha sehemu ya kukaa. Danieli alitoa fedha mezani na kusema, nimekuja kama walivyonielekeza watu. Neema alinama kimya kwa sekunde chache, machozi yalianza kutiririka. Danieli alishangaa. Kwa nini unalia? Aliuliza. Kwa sababu ya huzuni, Neema alisema. Kila aliyefika hapa huamini mimi ni malaya, lakini hakuna anayejua ukweli wa maisha yangu. Danieli alishtuka sana. Neema alisema, kusimulia maisha yake ni kama kujitengenezea jeneza na maumivu machoni mwake. Miaka michache iliyopita, wazazi wake walifariki kwa ajali. Alibaki na wadogo zake wawili ambao walikuwa bado wanasoma. Ili wapate chakula na ada za shule, alianza kufanya kazi ndogo ndogo, lakini mishahara ilikuwa midogo sana. Baadaye mwenye nyumba alianza kumtishia kumfukuza kwa kushindwa kulipa kodi. Watu mtaani wakaanza kumzushia kuwa anajiuza. Hii ni kutokana na baadhi ya watu ambao walikuwa wakija kwake kumsaidia katika maisha magumu anayoyapitia, lakini majirani pamoja na marafiki wa karibu walikuwa wakimzushia kuwa anajiuza. Kadri uvumi ulivyokuwa ukienea, hakuna mwajiri, hakuna aliyekuwa tayari kumpa kazi. Alibaki na jina ambalo hakuwahi kulichagua. Danieli alimuuliza kama ni kweli anafanya vitendo hivyo na ni kwa nini hakuhama eneo. Neema akajibu, nilijaribu, lakini kila ninapokwenda uvumi ulitangulia mbele kabla ya mimi kufika. Danieli alihisi maumivu moyoni. Hakutaka kuendelea kwa kile kilichomleta. Badala yake alimwomba Neema amwambie ndoto zake. Ndoto zangu ni kufungua duka la nguo na kuwapeleka wadogo zangu mpaka chuo, alisema kwa tabasamu la huzuni, huku machozi yakitiririka. Danieli aliamua kumsaidia. Hakumpa fedha mkononi tu, bali alimtafutia sehemu ya kuanzia biashara na kumsaidia kupata mafunzo ya ujasiriamali. Baada ya miezi kadhaa, duka lake likaanza kufanya vizuri. Jina lake likabadilika, maisha yake yakabadilika. Siku moja Neema alimwambia Danieli jambo ambalo lilimfanya atulie kimya kwa muda mrefu. Je, ni jambo gani hilo? Nadhani upo tayari kulisikia. Ndugu msikilizaji, nataka ujue ukweli. Sijawahi kuwa na mwanaume yeyote. Watu walinipa jina la malaya, lakini sikuwahi kuishi maisha hayo hapo kabla, na sijawahi kudeti na mwanaume yeyote. Niambie hako ka feelings kama wewe unaambiwa na mwanamke. Nadhani kila mwanaume anatamani kusikia neno kama la Neema. Danieli alibubujika kwa machozi. Alitambua jinsi jamii inavyoweza kumhukumu mtu bila kujua ukweli ndani yake. Miaka miwili baadaye, duka la Neema lilikuwa miongoni mwa biashara zilizofanikiwa mjini. Wadogo zake walikuwa wakienda shuleni na heshima yake ilianza kurejea pole pole. Danieli alipomwomba Neema
wawe pamoja kama mume na mke. Neema akamwambia, subiri nifikirie. Basi Danieli akaanza kumvumilia, akaanza kusubiri jibu. Nadhani kuna watu wengine wangenuna, wangetamani hata kuchukua ofisi ya Neema kwa sababu tu umemfungulia mwanamke. Unahisi kwamba kila mwanamke atakukubali, na kuna baadhi ya watu wangechukia kabisa. Inawezekanaje vipi? Yaani mwanamke umfungulie biashara na baada ya kukatae. Lakini kwa upande wa Danieli ni tabasamu tu. Anaamini kuwa mapenzi si kitu, bali ni moyo wa kweli wa kumpenda mtu na kumwonea huruma. Danieli moyo wake ulipiga konde, akawa na mawazo, akishika simu usiku kusubiri angalau neno lolote kutoka kwa Neema. Siku moja maisha yakabadilika ghafla. Aliona message akisema nahitaji tuonane. Neema alimtoa hauti ili wapate maongezi kidogo. Unajua ni maneno gani ambayo Neema aliongea kwa Danieli? Neema alisema, nataka unipende kwa sababu ya tabia yangu, si kwa sababu ya historia yangu. Baada ya muda wa kutosha, walifunga ndoa mbele ya ndugu na marafiki. Wengi walishangaa kusikia ukweli kwamba mwanamke aliyekuwa wamemhukumu kwa miaka mingi hakuwahi kuwa yule waliyezani aliyekuwa. Neema kwa mara ya kwanza akavua gauni lake na kumwambia kwamba karibu tule chakula. Nadhani kila mwanaume anapenda kula tunda la kati bana. Siku hiyo Danieli alifaidi, hasa kula kitu ambacho kijawahi kuguswa na mwanaume yoyote. Yaani kale ka feelings ambako wewe hujawahi kukapata, basi mwenzako Danieli amekapata. Unaambiwa kwamba alikula mpaka basi. Yaani we acha tu. Yaani Neema alienjoy kweli kweli licha ya maumivu kidogo, kwa sababu alikuwa ni bikra ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume yeyote. Maana Danieli alijua kwamba labda pengine Neema ni muongo, maana alimwambia kwamba mpaka wafunge ndoa ndo ampe mwili wake. Yaani kwa upande wa Neema alithibitisha kwa watu kuwa yeye ni mwanamke kamili, ni mwanamke mvumilivu. Licha ya kwamba magumu aliyoyapitia, lakini hakusubutu kuuza mwili wake au kuuza utu wake kwa sababu ya pesa. Ila wale wanaume waliokuwa wanakuja kwake ni kwa ajili tu ya kumsaidia, na walikuwa wakimjali na kumpenda pia. Lakini Danieli ni mwanaume ambaye alibadilisha maisha yake. Niambie, na wewe ulikutana na mwanamke wako akiwa bikra? Nadhani niambie ile feelings ambayo ulikutana nayo. Dondosha comment hapo chini kama umeipenda story hii. Usisahau kushare kwa marafiki ili wapate kujifunza kulingana na story hii. Sio kila mwanamke mwenye matatizo basi wewe ukatumia advantage hiyo uteki. Mafunzo: usihukumu mtu kwa maneno wala kwa mwonekano wake. Mara nyingi ukweli wa maisha ya mtu ufichwa nyuma ya maumivu ambayo wengi hawayawezi kuyaona.